maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba katika jiji hili la Dar es Salaam. Mtazamaji Channel 10, kama kawaida yetu tunapita banda kwa lengo la kuzungumza na washiriki ama wadau wa maonyesho haya. Muda huu niko katika banda la Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunaenda kuzungumza na katibu mtendaji wa tume ambaye amefika katika maonyesho haya kwa lengo la kuzungumza na wewe Mtanzania na wewe mtazamaji wa Channel 10. Karibu Sabasaba Special, karibu katika banda la tume. Karibu sana. Kwenye banda letu mwaka huu sisi tumewakaribia ama tumewafuata wananchi, kwa sababu tunajua hapa wananchi wengi watafika. Tumewafuata wananchi ili kwamba tuzungumze nao katika masuala mbalimbali ambayo yanawatatiza. Sasa kama si katika kuzungumza masuala hayo yanayowatatiza, lakini pia sisi ni jukumu letu kuzungumza nao mambo yetu. Sasa mambo yetu sisi kama tulivyoelekezwa na sheria na katiba ya nchi ni kuwawezesha wananchi kujua haki zao. Na kwenye haki hapo ni sawa, kuna haki, lakini pia kujua wajibu wao, kwa sababu unapotekeleza au unapotaka haki fulani basi lazima ujue, utaki kuiwekea mipaka hiyo haki. Uwezi kusema wewe una haki alafu namna ambavyo unafurahia haki hiyo inaleta adha ama bugudha kwa mwenzio. Hiyo sasa itakuwa sio sahihi. Mathalan, kuna kazi huwa tunafanya au tumefanya katika mtaa fulani, kulikuwa na ukumbi wa starehe, na ule ni mtaa wa makazi ya watu wanahitaji kupumzika nyakati za usiku. Unaweza kukuta kuna wengine wana madhila fulani katika afya ya kiafya, lakini muziki unaopigwa pale hauwezi kuvumilika. Sasa jambo kama hilo, unaona hawa ni kama wanafurahia kwamba wao wako huru katika nchi yao, lakini mtaani pale, kwa sababu yule anayemiliki huduma hiyo kwa wale wenzetu wengine wanaofurahia, hajaweka miundombinu ya kuweza kuzuia sauti isitoke na kuwabugudhi wengine. Huo ni mfano tu nimetoa. Sasa kwa hivyo ni vyema wananchi pia wakajua kwamba unapofurahia haki yako pia kuna wajibu, usimtatize mtu mwingine. Sasa masuala hayo ya elimu sisi tumefurahi sana, na hapa kwenye banda letu utaona kuna vipeperushi. Tukiongea na mwananchi tunampatia kipeperushi aendelee kujikumbusha anapotoka hapa kwa kujisomea. Lakini hapa pia pamoja na elimu hiyo tumewaletea ile tunasema kusikilizana, kwa maana ya kama mwananchi ana shida yoyote tutasikilizana, na ile ni katika kupokea. Tukifika mahala tumekubaliana tukapokea kwamba hili ni lalamiko, sasa inabidi twende tena uwandani kulifanyia uchunguzi. Kwa hiyo tunalisajili kama lalamiko na kwenda kulifanyia uchunguzi. Nafikiri hizi ndio bidhaa kuu tumewaletea hapa. Lakini kwa maana ya taasisi kama taasisi, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi chake toka ameingia madarakani, jinsi ambavyo amewezesha taasisi yetu. Taasisi yetu siwezi kusema sana, ila wale wanaotufahamu wataambatana na maneno haya kwamba tumetoka pale chini tulipokuwa tuko juu sana, kwa maana ya uwezeshaji wa ofisi kama ofisi. Na haya kwa kweli tunashukuru, ni mambo ambayo hata katika ilani yameandikwa bayana kwamba katika kipindi chake hiki
na mpaka kufikia sasa hata tunashuhudia hivi taasisi za utawala bora, kwa sababu na taasisi yetu ni mojawapo ya taasisi za utawala bora. Taasisi hizi zitaimarishwa kwa kuwekewa miundombinu mizuri ili uweze kufanya kazi, kwa maana ya rasilimali watu na rasilimali fedha. Hii sisi hatumdai mama yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa jinsi ambavyo wametuwezesha, na sasa inatupa sisi chachu ya kuweza kuongeza jitihada zaidi na nguvu zaidi ya namna ambavyo tutawatumikia Watanzania. Katibu, tunafahamu kwamba swala la kuhifadhi ama kulinda haki za binadamu si swala la tume pekee, lakini pia na Watanzania. Inahitaji pia usaidizi wa Watanzania. Una ujumbe gani kwa Watanzania katika kuhakikisha kwamba na wenyewe wana participate katika kuhifadhi haki za binadamu? Mimi kwa Watanzania labda ningesema tu kwamba Watanzania wanajua, wanaelewa kwamba jambo lolote unapotaka kulifanya yapaswa ufuate utaratibu. Hilo wanalijua Watanzania. Sasa kama wanalijua hilo, kama Watanzania wanaweza kubaki kwenye hilo la jambo lolote unapotaka kulifanya ufuate utaratibu, watakuwa wametusaidia sisi tume pakubwa sana katika kuhamasisha, kulinda na kuhifadhi haki za binadamu nchini.